Bwana Yesu asifiwe tena katika siku nyingine ambapo tunakutana wapenzi wetu na wafuatiliaji wa Injili kwa neema ya pekee ambapo Mungu ametuamsha nao tena katika siku nyingine ya Jumatano. Ni siku nzuri tena ya maombi, na leo ninapenda tu nishiriki nawe katika kukuombea, na Mungu akubariki kabisa mtoto wa Mungu. Imani ya Bwana wetu Yesu Kristo ikawe pamoja nawe, maana wewe ni zaidi ya vitu. Ubarikiwe sana ambapo value yako inapozidi kupanda na vile vilivyokuwa vinakusumbua vinarudi chini, ukipata nguvu kwamba wewe au kutokea tu kwa bahati mbaya, wewe ni image ya Mungu, unaweza ukawa na nafasi tena. Na hiyo ndio imani yangu kwamba amka katika ujasiri. Hatua moja inazalisha hatua nyingine katika kukupeleka kwenye amani. Na ni hatua gani ambayo inakupeleka kwenye hatua nyingine? Unapoendelea kukabiliana na yanayokusibu katika amani na katika ujasiri. Maana nimegundua tu kwamba matatizo ambayo watu wanakutana nayo ndiyo mtaji wa watu wengine. Shida zako unazokuwa nazo ndiyo faida ya watu wengine. Ndio maana wagonjwa ndiyo faida ya madawa kuondoka na madawa kuuzwa duniani. Magonjwa mengi. Yes, na misiba inapotokea ndipo majeneza pia yanauzwa. Sasa kumbe matatizo ya mtu ni fursa ya kitu kingine. Ndugu zangu, ninachosema kwamba unapoona tunapokumbwa hata na mambo mbalimbali kama madeni na nini, ndipo tunaenda tunajiingiza katika mambo magumu ya maisha, pia yanayotuingiza tena katika mambo mazito na kutupeleka kukata tamaa. Na hiyo ndiyo mtaji wa watu wengine pia. Matatizo ya kwetu ndiyo faida ya mtu mwingine. Na kadri unavyopunguza matatizo yako, unapunguza pia msongo wako. Yaani unapojaribu kukabili yale mambo ambayo yanakusumbua katika uwepesi, ndivyo utakavyoendelea kusaidia na vitu vingine katika maisha yako, akili yako kutulia na mambo mengine yakachukua nafasi kukusaidia sana. Najengwa kwamba mtu yoyote anapopata suluhisho la matatizo yake, kama ulikuwa unawaza sana na ukapata kitu ambacho kimeondoa hiyo hali ya kuwaza, umekabili hiyo kitu. Na kila siku jaribu kukabili maisha yako siku kwa siku. Jaribu kukabili hata maneno ambayo watu wengi wanasema. Usiyakabili kwa kuyazungumza wewe, yani yakabili kuyatatua. Ndio maana taratibu moja ya uongozi nasema kwamba kiongozi aulizi maswali, kiongozi anatatua maswali. Na wewe kwa kuwa ni kiongozi wa maisha yako, mara nyingi kabiliana kutatua maswali ya maisha yako. Na haya maswali utayatatua mwenyewe kwa utukufu wa Bwana. Ukimwambia Mungu, nisaidie kwa neema ya pekee niweze kutatua haya matatizo. Magonjwa, kuwa imara, simama na Mungu. Habakuki alisema kwamba nitasimama katika zamu yangu, nione atakayoniambia juu ya malalamiko yangu na kuugua kwangu. Alisema atasimama peke yake katika ile kitabu cha Habakuki 2 fungu la 1 na kuendelea hapo. Unaona anasema nitasimama peke yangu, nione atakayoniambia. Nawe pia rafiki yangu, simama peke yako. Simama peke yako katika kujiimarisha. Jiimarisha akili kabisa na Mungu akubariki. Unapomtegemea Mungu, anakuongoza katika hatua nyingine ya kukabiliana na ambayo yanakusumbua zaidi. Naamini kwamba kila mwanadamu hata anayepitia hali gani anayo nafasi ya kurudi tena. Kwa kuwa tu baada na uhai una nafasi ya kusimama tena imara. Mungu akutendee mema anapokupatia nguvu katika hali mbalimbali unayokumbana nayo ya changamoto. Kuna changamoto ya kifamilia, kuna changamoto ya vijana katika kukua maisha, kuna changamoto ya kesho, kuna changamoto ya sasa, kuna changamoto yanayotokea, yale yanayotutia hofu ya ghafla.
kwa kweli roho yako isiiname kabisa. Daudi alisema, kwa nini nafsi yangu kuinama? Kumbuka matendo, mtumainie Bwana. Kwa nini nafsi yangu kuinama? Hemu angalia, nikuangalizie kabisa, nikusomee hii fungu katika Zaburi 42. Tubarikiane na leo ubarikiwe na we na fungu hili kabisa, kwamba katika Zaburi 42 na ile vasi ya 5 inasema hivi: nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Kwamba kuna misongo hiyo inainamisha nafsi yako na kukutia misongo mbalimbali, mifadhaiko inatokea kwenye maisha yako. Sambia, nafsi yangu kwa nini kuinama? Hapana, umtumaini Mungu, umtumaini Mungu. Nafsi yangu mtumaini Mungu, usiiname. Ukiinama ile hofu inapanda, inatembea juu yako. Sinaona Biblia ilisema hivi kwamba nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu. Sasa unakanyaga kilichoinama chini. Sasa nafsi yako ikiinama, yenyewe ndio inakukanyaga. Sasa inakukanyaga. Ni wakati wa pekee ambapo unachukua matatizo yanarudi chini, imani yako inapanda juu. Sasa nini? Unaona uzito wa matatizo inakuwa chini, alafu wewe unakuwa huko juu. Hii umeipeleka chini, wewe unakuwa juu. Naomba sasa wewe uwe juu, sio katika ile uzito wa kilo kwamba hapa ina uzito sana ipi imepelea. Pana, yarudi chini. Ndio maana yale maombi ambayo tunaomba kwamba hivi sasa hivi, maana yake ni kwamba Mungu anakuwa juu ya kila kitu. Matumaini yako yawe juu kuliko hofu inayokusumbua. Na Mungu anapokubariki, unaimarisha imani yako kwa kuchukua matatizo yako yanakuwa chini, alafu imani yako waambia, nafsi yangu kwa nini kuinama? Na mtumaini Mungu. Ambao bako Abuka kasema, nitasimama katika zamu yangu. Simama kwenye zamu yako ukimtumaini Mungu. Ongea na nafsi yako, ambie usiiname. Na simama imara, mtoto wa Mungu, simama imara katika hayo yanayokusumbua. Nimekutana na watu wengi, lakini ninaona shida ni kwamba watu wengi bado wamechukua matatizo off na mashaka, imekuwa na power katika mwili wake kuliko ile hope na tumaini aliyo nayo. Daudi anaposema kwamba nafsi yangu kwa nini kufadhaika na kuinama ndani yangu, umtumaini Bwana, maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu. Mungu wangu, yeye aliye afya ya uso wangu, Mungu wangu. Nitumie tu muda huu mfupi katika Jumatano hii tukiendelea kujengana kwamba mtumaini Bwana. Mtumaini yeye katika hatua zote ambazo utapitia. Katika mfadhaiko yote, mtumaini Bwana. Simama wewe, Mungu atakubariki. Nami nikuombee tu, mtoto wa Mungu. Baba yetu, ni siku nyingine katika siku za siku, litukuzwe jina lako. Niko na watoto wako ambao watapokea maombi haya wakiwa sehemu mbalimbali. Mwingine akiwa amefadhaika moyo, hata ana maamuzi mabaya ya akili wakati huu. Amekata tamaa, anataka tende dhambi. Amekata tamaa, anataka jiangamize. Amekata tamaa, Baba anataka akimbie familia, akimbie maisha. Baba msaidie kukabili hali ngumu ya maisha aliyonayo. Baba, wengine hawezi kukimbia mwili, watoto, familia, maisha, biashara. Akimbiaje aache duka lake? Namuombea baraka mahali pote alipo. Amani yako kwa ajili ya watoto wako ikituimarisha tu akili na kuamka katika neema yako, tukiamka katika amani. Amani ya pekee kwa kila mmoja wetu, kwa utukufu wako, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki sana na upate siku njema.